Kipekee siku ya leo ninayo furaha kubwa kwanza kuwaona wanawake wawili nikiwa nimekaa nao, na ikiwa ni jitihada mojawapo ya brandi yetu kuinua wanawake. Kwa majina naitwa Ana Peter Runguya. Mimi ni mbunifu wa mavazi, lakini pia mwanzilishi wa chapa hizi mbili ambazo leo wanawake wenzangu wanaenda kusimama kwa ajili ya kuzitangaza. Hilo ni jambo la kipekee, ni jambo linatia faraja hasa kwetu sisi wanawake, ikimaanisha kwamba tunatakiwa kuinuana sisi kwa sisi. Zailisa anaendelea kupush chapa ya Ana Collection. Wote mmeshuhudia kazi aliyoifanya kwa mwaka 2024, lakini tukasema kwamba sisi ni nani tusimrudishe kwa mwaka 2025, ambapo tuna projekti nyingi sana, projekti za kimkakati ambazo zinaenda kugusa taifa moja kwa moja. Kugusa taifa kwa maana gani? Zailisa anaenda kutangaza utalii wa Tanzania kupitia mavazi ambayo tutabuni sisi. Zailisa anaenda kutangaza na kutunza utamaduni wetu wa hapa Tanzania. Tumezoea mabibi harusi wanavaa nguo za nje, Nigeria, wapi, Ghana. Sasa sisi tukasema mwaka huu 2025 kama wabunifu kutumia sanaa hii ya ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunayo nafasi ya kubuni mavazi ambayo yanatengenezwa kwa malighafi za hapa Tanzania ili kuweza kukuza sekta zetu za viwanda vya hapa Tanzania. Tukitumia malighafi za hapa Tanzania ambazo zinatengenezwa na viwanda vyetu, tutainua sekta ya viwanda. Tutashirikiana na wenzetu wa textile, tutaangalia gap liko wapi katika industry ili tuweze kubuni vitu vipya vyenye tija katika taifa hili ili uweze kudumisha utamaduni wetu. Tunatamani kuwaona mabibi harusi katika harusi yao wakivaa magauni mawili, matatu, manne, vazi moja liwe la asili ili tuweze kulinda na kutunza utamaduni wetu. Ndio maana tukaja hii kampeni yetu ya vazi asilia harusini, kuwahamasisha mabibi harusi wote kuvaa kutokana na vielelezo mbalimbali vya mkoa husika. Mtaona mkoa wa Mwanza tutatumia vielelezo gani, Dar es Salaam kwa makabila tofauti tofauti. Kwa hiyo kampeni hii itakuwa ni endelevu. Kupitia mabibi harusi tutaweza kutangaza na kutunza utamaduni wetu. Lakini pia Mama Taliki kwa upande wa AFA ni mwanamke pia, tunaendelea kuinuana wanawake kiuchumi. Tunatamani wanawake kamate fursa mbalimbali ili waweze kuinuka. Lakini kupitia chuo pia tuna vijana ambao tunawazalisha. Sisi kama chapa tayari tumeshaendelea. Sasa tunakuza sanaa hii. Wale vijana wanatengenezwa na nani? Wabunifu. Mnatamani kuwaona watu wanabuni mavazi mbalimbali. Lakini wale wabunifu wanatengenezwa na nani? Sisi kama AFA, chuo cha ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunawainua wale wabunifu, tunawamenta, tunawakuza. Tunatamani jamii wajue na iwapokee ili waweze kuleta chachu ya mabadiliko katika tasnia hii ya ubunifu na ushonaji. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwakaribishe wanawake wenzangu katika familia yetu ya Ana Collection pamoja na AFA. Asante. Nadhani tunaijua wote, ambayo imekuwa ni chapa ya Kiafrika inayozalisha nguo za maharusi na kuhakikisha kwamba maharusi wanakuwa na mwonekano wa kipekee na wa kisasa. Na kupitia hiyo nadhani nyie mmeona, mmekuwa mashuhuda, imekuwa ni chapa bora na pendwa kwa Afrika. Inafanya vizuri kwa sasa kuhakikisha kwamba inazalisha nguo zake na inaziuza ndani na nje ya nchi. Kupitia nyie tumekuwa pamoja na mmekuwa mkitusupport katika shughuli zetu kupitia mavazi ambayo yalizalishwa kutoka na Collections, lakini ambaye akiwa anayapushi sokoni alikuwa ni Zailisa. Mavazi kama Anala, nadhani mnayakumbuka, mavazi kama Anala Light na mengine ambayo tuko nayo inaitwa Maraika. Lakini sambamba na hilo tunacho chuo ambacho chuo chetu kinaitwa AFA. Hiki ni chuo ambacho ni cha mitindo, kinawawezesha vijana na wanawake kupata ujuzi wa kisasa kabisa ambao unawasaidia katika kuleta mabadiliko kwenye jamii zetu za Tanzania na za Kiafrika kupitia sanaa ya ubunifu wa mavazi na ushonaji. Nadhani na nyie mnaweza mkaona kabisa, mmekuwa mashuhuda, tasnia sasa ya mitindo na mavazi kwa Tanzania imechangamka na inafanya vizuri kwa sasa. Kila tukiiona inafanya vizuri na tunawashukuru, mmekuwa pamoja nasi. Nadhani tukiendelea kushirikiana hivi na kufanya kazi kwa pamoja,
siku moja tutakuwa kama Nigeria, wenzetu ambavyo vyombo kama hivi vinaisaidia kupush tasnia, vinasaidia kupush watu wao wa ndani. Ndio maana kwetu sisi hata tunapotoka huku kwenda kule kupush vitu vyetu inakuwa ni ngumu. Wenzetu wamekuwa na jitihada ya kupush vitu vyao vya ndani. So tunapokuwa tunawaona kila mara, tunapokuwa pamoja hivi mnatusupport, tunawashukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa kwetu bega kwa bega toka tumeanza. Kwa hiyo kupitia hiyo chapa ya AFA inawakilishwa sasa kwa awamu hii na Mama Tariki ambaye sasa ndiye anaenda kuwa balozi wake. Sasa kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa dhamiri moja. Sisi dhamira yetu kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuibadilisha tasnia hii ya mitindo na ushonaji na kuipa heshima, lakini na kuipa thamani kwa Tanzania kupitia mavazi na ujuzi tunaoutoa. Kwa muda mmetuona sasa, yapata ni mwaka tulikuwa na Zairisa ambaye alikuwa balozi wetu, lakini muda wake wa ubalozi ulikwisha. So ulipokwisha, leo tuko hapa kutengeneza ama kuingia mkataba mpya ambao kama vile tulivyoingia wa kwanza tulikuja hapa tukawaiteni, na huu sasa ni wa pili. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa kampuni kuhakikisha kwamba inaenda kutengeneza mkataba mpya ambao umemalizika hivi karibuni. Kwa hiyo ilikuwa kwenye mkakati na ilikuwa kwenye mpango kwamba lazima leo hiki kitu kifanyike regardless kuna vitu gani, lakini sisi hii ilikuwa ni biashara na ilikuwa tayari imepangwa kwamba lazima kitokee hiki. Lakini na hivyo sasa kupitia yeye Zairisa kwa msimu huu sasa tumekuja kivingine. Msimu huu 2025 tumekuja kivingine kupitia Zairisa kama Ana Collections. Sasa tunaenda kuliinua taifa, tunaenda kulitengeneza na kulitangaza taifa kupitia mavazi. Na hasa mavazi ambayo kwa sasa msimu huu wa pili ambao tumeingia naye sasa kama awamu ya pili ya mkataba, tunaenda kutengeneza mavazi ambayo ni ya utamaduni pamoja na utalii ambayo yanaenda kutangaza nchi yetu ndani na nje ya nchi. Kupitia kampeni yetu ambayo tumeitengeneza inayoitwa Vaa Asilia Harusini. Vaa Asilia Harusini. Kwa hiyo kampeni hii ina lengo la kuhamasisha mabibi harusi kuanza sasa kuvaa kiutamaduni zaidi kwenye jamii zetu za Kitanzania. Hiyo ndiyo dhamira yetu kubwa. Tunaenda kuhamasisha, lakini tunaenda kuinua na kutunza utamaduni wetu kama Watanzania, lakini kutunza utamaduni wetu kama Waafrika, kuhakikisha kwamba nao nchi inaenda kuonekana. Kama tunavyowaona nadhani wenzetu wa Nigeria ambapo utamaduni wao umekuwa sana kwenye eneo la harusi, mnawaona wakifunga ndoa, wako kitamaduni zaidi. Kwa hiyo kupitia hiyo tukasema kwamba anayefaa kuhakikisha kwamba anapush hii agenda ya Vaa Asilia Harusini ni Zairisa, kwa sababu mwaka tuliokuwa nao ni mtu ambaye amefanya kazi kwa weredi, kwa kujituma, na tumemwona mpaka alikuwa anaenda kuvalisha sometime maharusi, na maharusi wanamfurahia. Wanapomfurahia wanampenda, na wao ndo wamependekeza kwamba turudishieni tena twiga wetu tuendelee naye, aendelee kutuhudumia na kutupa huduma ya kutuvalisha. So sisi tukasema sisi ni akina nani? Hakuna namna, lazima tumrudishe na aendelee kuwahudumia Watanzania. Kwa hiyo anaenda kuipeperusha sasa bendera ya Tanzania kupitia mavazi hayo ambayo sasa yanaenda kuwa ya kiutamaduni zaidi na kuitangaza nchi. Kwa hiyo nirudie tu kusema kwamba mwaka huu ni mwaka ambao ni wa ubunifu zaidi, utakuwa umejaa ubunifu zaidi ambao kila mmoja mkiuona mtasema pengine hii sio Tanzania, lakini itakuwa ni Tanzania ikiwakilishwa na Zairisa. Kwa hiyo nirudie kusema Vaa Asilia Harusini, tunasema ni mzigo baada ya mzigo. Yaani bandika bandua, hatavaa hii itakuja hii, hatavaa hii mpaka nchi itasimama na jamii itasimama, na hata tutahamasisha watu, tutarudi katika hali ya utamaduni na kuhakikisha tunaenda sawa. Na sambamba na hilo, yeye mwenyewe akasema nitakapoanza kuzindua hii, tutapoenda kuzindua hii kampeni ya Vaa Asilia Harusini, yeye mwenyewe akasema kwamba wale mabibi harusi 20 wa mwanzo watakaojitokeza watapata punguzo
la 20% kupitia yeye, lakini na yeye atakuwa tayari kwenda kuwavalisha. Tukasema hiyo ni ofa nzuri, na tukasema ni jambo la maana, na yuko tayari kuhakikisha kwamba hii ajenda pia anaisukuma na ajenda hii inaenda. Kwa hiyo tumpokee kama tulivyompokea awali na kama tulivyomsupport awali, kuhakikisha kwamba tuna push product ambazo anaenda nazo za Ana Correction, na Ana Correction inaenda kufahamika. Lakini mbali na hivyo, nina Mama Tariki hapa. Mama Tariki naye kaingia kwenye familia sasa ya AFA. Upande wa AFA kama chuo cha ubunifu wa mitindo, anaenda kuwa barozi mpya sasa, kuhakikisha kwamba, nadhani Mama Tariki mmekuwa mkimuona, ni mdada ambaye anajituma, ni mdada ambaye haoni aibu, ni mdada ambaye usiku na mchana anapambana kuhakikisha kwamba ana push vitu vyake, lakini pia hata upande wa media unaona kabisa namna anavyoenda. So tukasema na sisi hakuna namna, kwa nini tusimweke kwenye familia ya AFA? So amekuja kuungana nasi kwenye familia ya AFA, na leo, kuanzia leo anaenda kuwa barozi, kuhakikisha kwamba anaenda kuipeperusha chapa ya AFA kupitia maudhui mbalimbali ambayo yatajaa ubunifu, lakini pia anaenda kuwainua wabunifu wanafunzi ambao ni wa AFA kwenda brandi zao kupenya sokoni na brandi zao kufanya vizuri sokoni na kuhakikisha kwamba taifa linaenda kuwa sawa. Hivyo basi niwashukuru tu kwamba imekuwa wakati mzuri, tumeweza kufika kwa muda huu. Tunawashukuru sana kwa kufika na asanteni sana. Nadhani mtegemee tu ubunifu mpya na ubunifu wa hali ya juu wa vijana wa Kitanzania ambao wamedhamiria kuibadilisha tasnia na kuiweka tasnia kwenye ulimwengu ambao ni wa kivingine kabisa. Nadhani mmekuwa mashuhuda na mmekuwa mkiona vitu vyote hivyo. Hivyo tunawashukuru sana na asanteni sana kwa kuja. Sasa kabla ya kuendelea, ningependa nimkaribishe Madam Ana aweze kuongea na yeye. Madam